Ninakukaribisha sana mtoto wa Mungu ambaye umepata hii neema, maana haikuwa rahisi. Karibu tuweze kuungana pamoja. Tunapokwenda kujifunza neno la Mungu, basi elekeza moyo wako na nafsi yako hapa ili basi uweze kujifunza kile ambacho Roho wa Mungu anasema na wewe. Ni saa 9:22 na nitasubiri fika na dakika 25. Ninaamini mtoto wa Mungu kila mmoja sasa anaelewa kwa habari ya neno la Mungu ambalo tunatembea nalo katika mwezi huu. Labda tu kwa yule ambaye ni mgeni, pengine ndo ameungana nasi leo au jana, lakini ninaamini hata kwa yule jiunga jana hata kuangalau anaelewa nini tunachotembea nacho mwezi huu. Ni kweli kuna mambo unapitia ni magumu, wala usikate tamaa. Ni tarehe 26, bado siku chache tu tuumalize mwezi. Na kuna uwezekano hauoni ukamilifu wowote. Naomba nikutoe shaka mtoto wa Mungu. Kwa Mungu hakuna kisichowezekana. Inawezekana ni kweli unayoyapitia ni makubwa, ni magumu kwa hali unayoyaona wewe kama binadamu. Inawezekana ni kweli ni magumu, lakini usikate tamaa. Hilo jaribu hata kama ni kubwa kiasi gani. Ni kubwa pengine kwa mfanano wa mlima Kilimanjaro kule Moshi, wala isikutie shaka. Muamini Mungu ya kwamba hilo jaribu atafanya njia tu kwa namna yoyote. Pale ambapo anataka ufike utafika tu kwa namna yoyote. Hilo jaribu lisikuharibie focus au mwelekeo wa kule unakoelekea. Lisikupotezee tumaini. Ni kubwa kwa mtazamo wa nje. Ukilitazama unaona hakika kweli ni gumu, lakini linawezekana. Kwa Mungu hakuna kisichowezekana. Utaliona ni kubwa, lina maumivu, lakini lina mwisho. Utavuka, utafika pale ambako unatakiwa kufika. Mtumaini Mungu katika kila eneo ambalo unakutana nalo. Muamini Mungu, endelea kutumaini wala usipoteze tumaini. Hata kama kuna ugumu wa namna gani, endelea kumwamini Mungu tu. Endelea kumtumaini Mungu, yeye atafanya njia. Hilo nalo linapita, litabaki kuwa ni historia katika maisha yako. Na hilo linapita. Mungu yuko upande wako. Na hilo linapita. Linapita mama. Hakuna jambo linalodumu hapa chini ya jua. Hata kama jaribu lako liwe kubwa, fananishe na mlima Kilimanjaro. Ila jua siku moja inakwambia mbele ya macho yako jaribu lako litatoweka. Jipe moyo wala usiogope. Jipe moyo katika jaribu unalopitia, maana kila jaribu lina mlango wa kutokea. Mbona we moyoni mwako unaumia? Machozi machoni pako yanatiririka. Wajaribu unalopitia, unadhani Mungu kakuacha. Hajakuacha, hilo jaribu ni la muda tu. Jipe moyo katika jaribu unalopitia, maana kila jaribu lina mlango wa kutokea. Mbona we moyoni mwako unaumia? Machozi machoni pako yanatiririka. Wajaribu unalopitia, unadhani Mungu kakuacha. Hajakuacha, hilo jaribu ni la muda tu. Na hilo linapita. Usilie tena. Hakuna jambo linalodumu
Katika maisha ama katika safari yetu ya maisha hapa duniani, changamoto ziko nyingi sana. Tena changamoto ambazo zinakatisha tamaa, na changamoto nyingine zimesababishwa na watu wetu wa karibu ambao ni watu wa karibu tuliowaamini, tuliowaheshimu, tuliowapa nafasi kwenye maisha yetu. Na wengine wakaenda mbali zaidi wakasema wanatumudu kwa sababu ya ukaribu tulionao. Lakini mtoto wa Mungu, usikate tamaa. Mungu wetu ni mwaminifu sana, ambaye anaporuhusu jaribu anayo sababu na anayo nia, na lakini pia anayo solution katika hilo. Ana uwezo wa kukutoa mahali ulipo katika hilo unalolipitia, kwa sababu wewe sio wa kwanza kupita kwenye jaribu, kwa sababu hilo jaribu unalolipitia lina mlango wa kutokea, kwamba pamoja na hilo jaribu kuna mlango ambao Mungu ameuandaa. Wewe sio wa kwanza na wala sio wa mwisho. Mtumaini Mungu. Yeye anasema hivi: jaribu halikukupata wewe peke yako, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, na hasa wale wampendao Yesu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata kuacha ujaribiwe kupita uwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya mlango wa kutokea ili uweze kustahimili. Jipe moyo mkuu, simama na Bwana Yesu, atakutetea. Haleluya. Simama, 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 simama na Bwana Yesu. Simama, 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 simama na Bwana Yesu. Katika safari hii ya kwenda ambako unapoelekea, amini hauko peke yako. Mwezi wa kwanza tulikueleza na kwa kukutia moyo, hauko peke yako. Na bado napata ujasiri mwingi kukuambia kwamba hauko peke yako. Ni safari ambayo Mungu yuko pamoja na wewe. Yeye ni kiongozi, anakupa maelekezo, lakini bado yuko na wewe. Na katika hilo ukiwa mwaminifu, hautabaki kuwa jinsi ulivyo, kwa sababu yeye ni mwaminifu siku zote. Anasema hautabaki kama ulivyo. Endelea kumwamini, endelea kumtumaini. Tujifunze neno la Mungu dakika chache zijazo, ukiamini kwamba wewe hautarudi kuwa hivyo jinsi ulivyo. Hautarudi kuwa hivyo, kwa sababu yeye ni mwaminifu siku zote. Analituma neno ili lipate kukuponya na kukutoa katika ile maangamizo ambayo unayapitia. Sijui ni majaribu yapi, lakini muamini Mungu ya kwamba hautabaki kuwa hivyo tena. Sitarudi vile tena, nakataa kuwa vile tena. Muda mwingi nimekuwa chini, nimeamua sasa ni wakati wa kuinuliwa. Sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile, oh, sitarudi kuwa vile, sitarudi kuwa vile, oh, kwa uwezo wake Roho, sitarudi kuwa vile, mimi nakataa kudharauliwa, sitarudi kuwa vile, nakataa maisha ya chini, sitarudi kuwa vile, nakataa maisha ya chini, sitarudi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 3, utaona pale Mungu anasema alikutana na utupu, alikutana na ukiwa, lakini pia alikutana na giza. Na kisha akatafuta utulivu. Katika ule utulivu akaja na solution. Hata wewe unapopita katika magumu, tafuta utulivu. Badala ya kuanza kutafuta nani wa kumwachia lawama, badala ya kuanza kutafuta nani umwangushie mzigo wa kulaumu, tafuta utulivu. Katika ule utulivu utapata majibu. Kipo kiti cha rehema, ni kiti cha utakaso kinachoweza kukusafisha na kukupeleka mahali unakotakiwa. Inawezekana kuna mahali umekosea tu maelekezo, na yale maelekezo ukiyafuata utafika unakotaka kufika. Unataka kufika popote pale. Mungu ni mwaminifu sana, hashindwi kukufikisha unakotaka kufika. Nitumie nafasi hii kukukaribisha sasa tujifunze neno la Mungu. Mwezi wetu ni mwezi wa 3,
na tunalo neno ambalo tunatembea nalo. Leo nitasoma kidogo tu, alafu kisha tutakwenda mahali ingine. Lengo tuende pamoja, tusiachane mahali, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, halali wala hasinzii. Yuko kutusaidia. Inawezekana mapito unayopitia yamekuchakaza kiwango ambacho umemchukia Mungu. Hata tukihubiri tukasema Yesu anaweza, huamini kama anaweza, kwa sababu ya yale unayopitia umeona mimi haiwezekani. Na hata tunaposema mtumaini Bwana, unakosa hiyo imani, kwa sababu unaona nimemtumaini kwa muda mrefu lakini bado. Naomba nikuambie mtoto wa Mungu, wala usikate tamaa, mtumaini Mungu. Ukimwomba kwa bidii pasipo kukata tamaa, yeye hujidhihirisha. Nikumbushe neno letu la mwezi huu linatoka kitabu gani? Alafu kisha tukasome maandiko mengine yanasema nini tunapoelekea kwenye maombi usiku wa leo. Ni saa 9:32. Nasubiri ujumbe wako wewe ambaye tuko pamoja, unayesema tuko pamoja. Niambie andiko ambalo tunatembea nalo katika mwezi huu wa 3. Niambie tunasoma kitabu gani, ama tumekuwa tukisoma kitabu gani mwezi huu. Nikumbushe kwa faida ya wale ambao ni wageni, nikumbushe kwa faida ya wale ambao pengine ndio mara ya kwanza leo hii na kesha. Yes, asante na Kimwenda, asante Rosemary Msekela, Claudia Kibukila, asante Sayuni, asante pia Silvestris, Faustina, asante Eliza Shilala, Elizabeth Frank, Angel Buyenga, Simon Yangusi kutoka huko Poland, Mama Joseph Milia kutoka Kinshasa, Catherine Lusika kutoka Arusha, Wamsho Shabani kutoka Canada, Christina Mwaka kutoka Kenya, maeneo ya Kilifi, Stella Mzava Arusha, Angel Nguya kutoka kule Endasaki Kate Shimanyara. Basi naomba nisome kwa mtoto wa Mungu wa mwisho kabisa alinitumia neno la mwezi huu, si mwingine, anaitwa Neema Abraham Sekuza. Neno letu la mwezi huu linatoka kitabu cha Yona, ile sura ya kwanza kabisa, ambapo tunaona Yona anapewa maelekezo na Mungu kwa ajili ya kuwafikishia taarifa watu wa Ninawi, mji wa Ninawi, ya kwamba maovu yao yameshamfikia Mungu juu mbele zake, hivyo wanatakiwa watubu. Lakini bahati mbaya sana tunaona Yona naye hakulipokea ama hakupokea ile maelekezo na kuyafanyia kazi kwenda huko alikoelekezwa kwenda. Badala yake akaamua kukimbia kuelekea mji wa mwingine. Kwa wale ambao tumesoma pamoja, tumeona hapa jamaa anakimbia anaelekea Tarshish, mji mwingine kabisa. Lengo mimi na wewe hatujui, lakini ndani mwake kunaonekana kabisa Yona naye alikuwa anakimbia hasira ya Mungu. Pengine labda mkionana na Yona unaweza kumuuliza, lakini pengine ya kwamba alikuwa anakimbia hasira ya Mungu, akitaka kuachia wale dhama, Mungu akiwaadhibu basi awaadhibu. Bwana Yesu asifiwe. Katika harakati za kukimbia akiwa amepanda melikebu, tumeona hapa neno la Mungu linasema kile chombo kikapigwa na upepo mkuu, kwa maana Mungu alituma upepo mkuu. Upepo mkuu ni ule upepo usiofananishwa na upepo mwingine wa kawaida. Ule upepo ule uzoea sio huo, ni ule upepo usiokuwa wa kawaida wa kimungu ule. Kwa hiyo kile chombo kilivyopigwa na upepo mkuu, wale mabwana wakaanza kuomba miungu, wakaanza kuomba Mungu wao. Kila mmoja anaomba kivyake, lakini haikusaidia. Wakaamua kutupa baadhi ya shehena katika kile chombo ama ile meli, ili angalau wapunguze kile chombo kisije kikazama majini au baharini. Lakini katika ile harakati za kutupa na nini, kila mmoja anajaribu kuangalia itakuwaje. Nahodha mmoja akaamua kwenda kumamsha Yona alipokuwa amelala kule chini. Yeye akijua haya yote yanayoendelea ni kwa sababu yake, katulia tuli, kalala usingizi. Yule nahodha anamuuliza, ndugu, wewe unani ndugu yetu unaweza kusinzia katika hali kama hii? Wenzako tuko kwenye tufani hii nzito, tunahangaika, kulikoni? Wakamtoa huko, wakamleta, wakaanza kumhoji, wewe ni nani na nani? Akasema yeye ni nani, ni mtumishi wa Mungu, tena Mungu aliye hai, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Moja kwa moja wakaona huyu anamkimbia Mungu kutoka huko. Kwa hiyo wakapiga kura. Mwisho wa siku zile kura zikamwangukia Yona. Wakamuuliza, sasa tufanyeje ili
hali hii itulie. Yaani wote wanaulizana, wakamuuliza Yona, itakuwaje, tufanye nini ili angalau hii hali itulie? Yeye mwenyewe nafsi kamsuta Yona, kasema nitupeni baharini. Wale wakaona hapana. Kabla hawajamtupa baharini, wakaamua kupiga wakajaribu kwenda mbele kidogo, wakapiga kasia au wakatembea kwa umbali kidogo. Wakaona mbona hali inazidi kuwa mbaya, wakaona bora wamtupe baharini. Ukweli, baada ya kumtupa baharini, dhoruba ikatulia, ama tufani ikatulia, hali ya hewa ikabadilika. Nao wakaamua kumshukuru Mungu, wakamshangaa Mungu kwa kile alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yona alipotupwa baharini, katika harakati za kujiokoa huko baharini, unajua uwezi ukatupwa tu afu ukakaa tu, haiwezekani. Katika zile harakati za kujitoa huko kwenye maji, moja kwa moja Mungu alikuwa ameshamwandaa samaki mkubwa kummeza Yona. Yona akajikuta huko tumboni mwa samaki. Asijue ni usiku, asijue ni mchana, akajikuta ndani ya siku 3 yuko kwenye tumbo la samaki, usiku na mchana. Zile siku 3 kwake alizitumia kama fursa ya kutengeneza ya yeye na Mungu wake. Narudia, nasema zile siku 3 alizitumia vizuri bila kujali udhaifu aliokuwa nao. Alichokitambua ni kwamba amekosea, akaamua kuomba toba. Na ile toba iliposikiwa na Mungu, Mungu akamwamuru yule samaki amtapike. Sasa siwezi kujua sana ilikuwa kwaje kule tumboni, lakini maelezo ukiyasoma kwenye sura ya 2, Yona anajaribu kueleza hali aliyoiona wakati akiwa kwenye maji na alipokuwa kwenye mazingira hayo ambayo haelewi nini kinaendelea. Inawezekana hiyo hali haiko kwa Yona peke yake, hata na mtu unayezungumza naye hivi sasa, wewe mtoto wa Mungu. Na wewe inawezekana kuna mapito unayoyapitia hata uelewi inakuaje. Lakini sababu kubwa ya hayo mapito inawezekana ni wewe mwenyewe. Labda hapa niongeze sauti, kuna mtu hata hajanielewa. Nasema inawezekana kabisa hivi tunavyozungumza, mtoto wa Mungu, kile unachokipitia, changamoto ambazo unazipitia leo, inawezekana ni wewe mwenyewe umeisababisha hiyo hali. Inawezekana umesahau, ama hujui, ama unajua, lakini inawezekana sababu ya hicho unachokipitia inawezekana ni wewe. Tunaona Yona alipanda alichokivuna, ama amevuna alichokipanda. Kama angesikia maelekezo yale aliyopewa ya kwamba nenda Ninawi, fanya hiki nilichokutuma, hayo yote asingekutana nayo. Kwa hiyo kuna watu tunawachimbia mashimo, tunadhani wataingia wao, lakini mwisho wa siku vile tulivyodhani inakuwa tofauti. Yale mashimo tunayowachimbia tunakwenda kuingia wenyewe. Yona alidhani anajiokoa, lakini mwisho wa siku amejikuta yuko kwenye tumbo la samaki. Mpendwa, kwenye maisha haya tunayoishi mimi na wewe, inawezekana kuna watu tunawachimbia mashimo tukidhani wataingia, lakini badala yake tukaingia wenyewe. Kwa hiyo unapochimba shimo uangalie hilo shimo inawezekana likakuingia ama ukaliingia mwenyewe. Tuwe makini. Yona hakutarajia kama anaweza akakutana na jambo hilo. Hakujua. Ni akili ya kibinadamu ambayo hata wewe na mimi tunawezekana tukawaza hivyo. Na ndio maana neno la Mungu nasema iko njia machoni pa mtu ionekanayo kuwa ni njema machoni pake, lakini mwisho wa siku kumbe ni mauti. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi leo hii unapita kwenye hali gani, inawezekana umeisababisha wewe mwenyewe. Changamoto ambayo unaipitia inawezekana wewe mwenyewe ndio umeruhusu. Magonjwa ambayo unapitia inawezekana wewe ndio umeruhusu. Jambo la kwanza ni kulitambua kosa, kwamba nimekosea. Jambo la kwanza ni kutambua kwamba nimekosea. Ukishajua, utakuwa tayari hata kuadhibiwa kwenye hiyo adhabu. Hautamlaumu mtu. Ndio maana Yona yeye mwenyewe alipoulizwa na wale mabaharia,
tufanye nini ili hii tufani iweze kukoma? Akasema mwenyewe, nitupeni baharini. Yani alikuwa tayari yuko kuitumikia adhabu ya kosa alilolikosea. Changamoto tunayokutana nayo leo ni watu kutokukubali kosa na kuanza kulaumu ama kunung'unika kana kwamba wao ndio wamekosewa. Sasa nasema haya nikiwa na maana ya kwamba tunatakiwa tupate muda wa kwenda mbele za Mungu, tumwambie Baba, ninaomba unisamehe. Mara nyingi wanapenda kutumia msemo kwamba kulijua kosa ndio mwanzo wa kutatua. Yani itakusaidia hata unafuu wa jambo au mapito unayopitia yakarahisishwa ama yakafupishwa. Ila kule kujitia shingo ngumu kwamba unajifanya hujui tatizo limesababishwa na nini, wakati unajua, ndio inasababisha mapito yanakuwa marefu. Mtu anayejua amekosea huwa anatubu. Akisha tubu, hata yale mapito yanapungua urefu. Ule urefu wa lile jaribu linakuwa fupi kwa sababu anatubu na anasamewa, maisha yanaendelea. Yona alitubu. Kwa mtoto wa Mungu, unataka utengeneze mazingira ya kwenda mbele za Mungu kwa toba huko tunapoelekea. Lakini pia katika hayo mapito yako, mtumaini Mungu. Hilo jaribu inawezekana umelisababisha wewe au limesababishwa na watu, lakini usikate tamaa kuitumia fursa utakayoipata. Yona alitumia ile nafasi kwa sababu unaweza ukajiuliza tu, kwa nini yule samaki baada ya Yona kuingia mdomoni, kwa nini asimtafune au asifanye chochote? Lakini kaingia tu, katulia tumboni. Je, ni kwa sababu Mungu aliruhusu iwe hivyo? Ni swala ambalo nataka usikie. Je, ni kwa sababu Mungu alikuwa ameruhusu hivyo akijua tu Yona atatubu, au ilikuwa ni kwa sababu kama ni nafasi ya ziada amepewa, kwamba pengine hapa ndipo nafasi ya kuona anaweza akaungama ama akabaki kulalamika? Yona anasema, ukisoma kwenye sura ya 2, alimlilia Bwana naye Bwana akasikia toba yake. Haijalishi umepita kwenye mapito namna gani, haijalishi umekutana na ugumu wa maisha kiasi gani, muamini Mungu. Mungu wetu ni mwaminifu sana, anatupenda. Ukiangalia ule mstari wa kwanza katika Yona sura ya kwanza, ule mstari wa kwanza inaonyesha kabisa wazi Mungu, pamoja na kwamba alichukizwa na kilichofanyika na watu wa Ninawi, alionyesha kwamba bado anawapenda, na ndio maana akamtuma Yona aende kule akawakumbushe, akawaeleze watubu, ili Mungu asije akaruhusu ile adhabu. Ila pamoja na Yona naye kutokwenda, bado Mungu alimpa nafasi. Yona akatambua kuitumia ile nafasi ya zile siku 3 za tumboni, akaomba na Mungu akamsikia. Ninaamini hata wewe mtoto wa Mungu, katika hilo unalolipitia, bado una nafasi ya kwenda mbele za Mungu kumwambia, Baba, naomba unisamehe. Ni mwingi wa rehema, tena ni mwaminifu, anayesamehe na hata kusahau. Kwa ni kuondoe shaka tu kwamba hata la kwako linasameheka. Unaumwa, una changamoto ya kiuchumi, kuna vitu vimeharibika, unapita kwenye hali ya umaskini, pengine tu kwa sababu Roho wa Mungu alikusemesha kwenye maeneo mengi na wewe haukujali. Ulipuuza. Bwana alikusemesha hivi, Bwana ulisema hivi, na wengine wakaweka nadhiri. Umeona, ukisoma hapo anasema, nami nitatoa sadaka ili niondoe nadhiri. Kwa hiyo wakati mwingine kuna nadhiri tumeziweka hatukuzitimiza. Kwa hiyo ikupe nafasi na wewe kujitathmini. Jitathmini. Inawezekana kuna hali ambayo unaipitia leo imesababishwa na mazingira ambayo uliyapitia huko nyuma, siku za zamani, siku za karibuni. Tubu, na Mungu wetu ni Mungu mwaminifu. Anapolituma neno, anakuwa ameandaa msaada. Na ndio maana nasema jaribu halikuwapata nini ila lililo kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Atafanya njia ili mpate kustahimili. Kwa hiyo anaandaa majibu ya kukutoa hapo. Ukitumia nafasi ya toba, yeye atakurehemu. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo haijalishi unapita kwenye mapito namna gani, tutatubu na tutakwenda kuomba. Ni mwingi wa rehema. Ukisha tubu mnaanza upya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tupitie maandiko haya hapa. Mithali sura ya 3 ule mstari wa 5 na wa 6. Mithali sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Nataka tusome hapo. Kuna kitu nataka tukipitie hapo. Tuende. Mithali 3, 5, 6. Mithali 3, 5, 6. Haijalishi nini unachopitia, haijalishi umefika wapi, mtumaini Mungu. Mithali 3 mstari wa 5 na wa 6. Na kusubiri wewe ambaye tuko pamoja unitumie hilo andiko. Asante Matthew Mandro, asante Rosemary, Fieda Sengati, asante Eliza Shilala, asante pia Judith Kola, asante Benedict Mgoli, asante pia mwenzetu Victorine, asante Francisca Mgwasa, Angel Muyenga, Mama Jose, Yukunda Mushi, Hotesia Mosha, Claudia Kibukila, Stella Mzava, Flora Molusambo, Jessica George, lakini pia namuona Jacqueline Idi, Veronica kutoka Chicago, Alexander Victoria Daniel, lakini pia Johnny Machibia, Aimabo, namuona Aime Mgisha, Angel Bushiri, Lili, namuona pia Maliana Ndaga, Nihasha Charles, Florida Ladislausi, Hawa Mkwizu, Tatiana, Vaurite Kalukwa Mwambenja, Edita Mataba, lakini pia namuona Beatrice Nyambo, Hana Besha, Dabele Museme, Elia Bukalunda, sante, Idondai Licho Yona, Agnes Meda, Rehema Komanya. Naomba niweze kusoma neno la Mungu hapa kutoka kwa mtoto wa Mungu anaitwa Emma Bukuku kutoka USA. Kitabu cha Mithali ile sura ya 3 mstari wa 5 na wa 6. Neno la Mungu linasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri, yeye naye atanyosha mapito yako. Neno la Mungu linaturudisha kwenye kutumaini. Mtoto wa Mungu, jana nilikukumbusha, kama utakuwa umesahau, nilikwambia imani chanzo chake huja kwa kusikia neno la Mungu. Yaani imani yetu inajengwa kwa kusikia. Sasa sijui unasikia nini sana, lakini imani yako ya kiroho inajengwa kwa kusikia neno la Mungu. Lakini pia imani ya kishirikina inajengwa kwa kusikia maneno ya kishirikina. Sawa Kwa sababu mimi nazungumza kwa habari ya imani ya kumwamini na kumtumaini Yesu. Sikiliza kwa makini. Imani chanzo chake huja kwa kusikia, na kusikia huja kutoka kwenye neno la Mungu. Sasa imani inajenga matumaini, na ndio maana mara nyingi wanakuambia Mungu hajibu maombi tu, anajibu maombi yaliyo na matumaini. Na neno la Mungu linakuambia mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Na katika njia zako mkiri yeye, naye atayanyosha hayo mapito ya kwako. Kumkiri yeye ni kutamka. Kutamka unavyokiri kwamba sitakufa, ninamwamini Mungu, nitashinda, nitafanikiwa. Na ndio maana mara nyingi wanakuuliza unaona nini? Kila mwezi wanaweka hilo neno. Unaona nini Machi? Unaona nini katika hiyo hali unayopitia leo? Unaona kushindwa ama unaona kufaulu? Unaona kufika mwisho au unaona nini? Unaona nini? Yona aliona kwamba nikitubu nitasamehewa. Yaani hii nafasi nilio nayo, naona ushindi, namuona Mungu. Siku ya 3 hujafa, japo alikuwa hajui ni usiku wala mchana. Alimtumaini Mungu katika hali aliyokuwa nayo. Katika hilo jaribu alilolisababisha yeye, akatubu, akaungama na sema nalimlilia Bwana. Alimtumaini. Huwezi kulia kama huna tumaini. Lazima uwe unaamini kwamba katika haya maombi tunayaomba usiku wa leo, yuko Mungu anayekwenda kunijibu. Pamoja na haya ninayopitia, lakini ninamwamini Mungu. Ni kweli inawezekana nimekosea kweli, lakini ninamwamini Mungu. Ni Mungu anayesamehe, ni Mungu ambaye anasahau kabisa na tunaanza upya. Na hata katika maombi yangu ya leo, ninaamini nitakwenda kuvushwa, ninakwenda kuponywa, ninakwenda kuketishwa panakostahili, kwa sababu ni Mungu ambaye si mwepesi wa hasira. Ni Mungu anayesamehe na hata kusahau. Bwana Yesu asifiwe. Katika njia zako zote, sio baadhi ya njia zako, no,
katika njia zako zote. Mkiri yeye, unapomkiri yeye, na yeye anayanyosha hayo mapito ulionayo. Sijui unapita kwenye mapito gani, lakini ukimkiri yeye kwa sababu unamtumaini, uwe na uhakika atayanyosha hayo mapito unayoyapitia usiku wa leo, mchana wa leo, jioni ya leo. Haijalishi muda uliokaa kwenye hayo mapito. Mtoto wa Mungu, unapokwenda kuomba maombi yoyote, uwe na imani iliyo na hayo matarajio. Usiombe wakati unaona kabisa. Mara nyingi wanakuambia unapoingia kwenye maombi, usibebe ile picha ya jaribu unavyolipitia ama vita unaangalia unaopigana nao. Utaomba. Ukishaanza kufikiria kwamba ukimwi hauponi na madaktari wanasema hivi na hivi, ama dalili nazoziona naenda kufa, hauwezi kupona. Uwe na uhakika na kufa. Lakini ukiamini kwamba ni kweli hakuna lisilowezekana kwa Mungu, iwe ni ukimwi, iwe ni kansa, iwe ni kisukari. Kwani wangapi wamekufa lakini wewe mpaka leo upo? Kama una hiyo imani hata kidogo, ndio nao uweza kukuponya. Mtumaini Mungu. Unapoingia kwenye maombi ya usiku wa leo, amini ya kwamba ninayemuomba ni Mungu aliye hai. Anasema na muombapo aminini ya kwamba hayo mnayoyaomba yamekuwa yenu, nayo mmeyapokea. Sasa ukiomba huna hiyo imani, sasa unatarajia nini? Ni sawa sawa unaenda kufanya mtihani wakati unajua unafeli. Ndio kama ukiingia kwenye maombi wakati unajua Mungu hawezi kuponya. Unaenda kwenye chumba cha mtihani, unakwenda kwenye interview. Umefunga safari kutoka mahali na kwenda mahali. Kwenye interview ambayo unajua ninakwenda kufeli. Ni bora ungekaa nyumbani. Na hata kwenye maombi ni bora ungelala na wewe ukaendelea kuota kama wengine wanaota sasa hivi. Mungu anapokupa nafasi, tumia ukiwa na imani kwamba ninayemuomba ni Mungu aliye hai. Ni Mungu asiyeshindwa na jambo lolote. Ni kweli ni ugonjwa ni mgumu, ni ugonjwa ambao unatesa, unaumiza, wengi wamekufa, lakini mimi sitakufa. Sitakufa. Mungu wangu ni Mungu asiyeshindwa. Ataniponya na ninarudi kwenye kazi zangu, kwenye huduma, kwenye biashara zangu na mengine yote. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie mstari wetu wa mwisho wa Zaburi ya 37. Ule mstari wa 6 na wa 7. Wa 6 wa 5 wa 6. Zaburi ya 37. Zaburi ya 37. Ule mstari wa 5 na wa 6. Tumalizie, twende kwenye maombi. Wamtumania Bwana ni kama mlima Sayuni, si ndio? Na yeye ukimuomba kwa imani, hakuachi, anakujibu. Kipo kijito cha utakaso kinachotakasa, kinachosafisha. Ulikuwa mchafu, unasafishwa. Zaburi ya 37 mstari wa 5 wa 6. Sante Freda Sengati, Eli Victorini, Sante Teddy Kunulilo, Judith Kola, Jacqueline Idi, Omari, Catherine Rusika, Esther Gillard, Tatiana, Sante Rosemary, Angel Muyenga, Flora Malusambo, Lilian Kimei, Agnes Meda, Sante pia, Benedicta Mgoli, Mwalimu Mgoya, Matthew Mandro, Sante pia, Claudia Kibukila, Rachel Maho, Jane Namona, Jessica George, Anne Victoria, Emma Bukuku, Elizabeth Frankie, Jose Vumilia, Esther Weston, Priska Jonas, Lilian Ngowi na wengine wengi tu. Naomba nisome mtoto wa Mungu wa mwisho kabisa aliyenitumia hili andiko. Anaitwa Florida Ladislaus kutoka Arusha, Tanzania. Tutasoma ule mstari wa kwanza mpaka wa 6, wa 7, okay, wa 5, okay, sio mbaya. Tutasoma mpaka wa 7, sio mbaya. Tusome tu mpaka wa 7 hapo, tumalize. Neno la Mungu linasema hivi, kwa wale ambao tuko naye pamoja, malizia ule mstari wa 7. Kuna kitu hapo kione. Okay, nitasoma hapa, sikiliza tu kwa makini. Neno la Mungu linasema, mkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Ataitokeza haki yako kama nuru na hukumu yako kama adhuhuri. Mstari wa 7 unasemaje? Kwa yule mwenye Biblia kama ya kwangu hapa. Tumalizie ule mstari wa mwisho wa 7. Anasema, sikiliza hapo, kuna vitu unaonywa pia, unatahadharishwa. Ule mstari wa 7, ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee kwa saburi. Usimkasirikie yeye afanikiwaye katika njia yake,
wala mtu afanyaye hila. Watu wengine wakifanikiwa, wewe unatoa mapovu. Si ndivyo hivyo Waswahili unasema makasiriko. Mwenzako anafanikiwa kwa njia yake, wewe inakuuma nini? Waswahili wanasema usiulalie mlango nini wanasema? Hebu nikumbusheni Kiswahili kile. Waswahili wanasema usilalie mlango wazi, usilalie bahati ya mwenzio nini mlango wazi. Okay. Kama unajua utanisaidia, utaniambia. Eti mpendwa, hilo andiko hilo huo msemo unasemaje? Usilalie bahati mlango mwenzako, neno la Mungu linasema mwenzako akibarikiwa, akifanikiwa, usilalamike, usianze kusema. Kanisa la Mungu leo hii watu wanalalamika sana. Ezifu watu hawakeshi kuomba. Yaani wewe ni mwana maombi, hapa tunakesha tunaomba. Lakini ukifanikiwa umumu katikati yetu tunaanza kusema hivi huyu anafanikiwaje? Wanasahau kwamba unakesha na wao unaomba. Wanaanza kusema amejiunga. Amejiunga. Wewe kweli biashara hii, utumishi huu kweli ufanikiwe? Wanasahau unafanya kazi kwa bidii, unamtumaini Mungu. Wanaanza kufanyaje? Wanalalamika. Hebu nimsome Jacqueline ili kutoka kule Croatia. Kule Europe, Croatia. Anasemaje? Waswahili wanasema riziki mwenzako usilalie mlango wazi. Sawa sawa Jacqueline. Watu wengi wanalalamika. Mtu akifanikiwa, neno la Mungu linatukumbusha ni mambo ya msingi. Hii Biblia yako ukisoma kuna mambo mengi yanakusaidia kufanikiwa. Mwenzako akifanikiwa, furahia. Usianze tena kutengeneza beef, kwanza kumtengenezea maneno mengi. Unafeli sio kwa sababu ulistahili kufeli, ila kinywa, kamdomo. Kamdomo. Kanafelisha watu, kamdomo. Kinywa chako, hatima yako. Neno la Mungu hapa, ngoja nisome hapa utaelewa watu. Zaburi ya 37, mstari wa 5, wa 6 na wa 7. Neno la Mungu linasema, mkabidhi Bwana njia yako, pia mtumaini yeye atafanya. Yaani ukisha mkabidhi njia zako, ukamkili yeye, ukamtumaini yeye atafanya. Mstari wa 6, ataitokeza haki yako kuwa nuru. Haki yako itakuwa nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Alafu mwisho anasema ule mstari wa 7, neno la Mungu linasema, ukae kimya mbele za Bwana. Kukaa kimya si kwamba usiombe. Acha kulalamika, acha kuhuzunika. Maana nyingi wanasema ni kweli unapita kwenye hali ngumu kabisa. Hizo hali tunakutana nazo wote. Umeokoka, hujaokoka, utapitishwa kwenye nyakati ngumu, ila usihuzunike. Kuna watu unaweza ukasema hawapiti kwenye majaribu, wanapita, ila wamejua namna gani ya kupita na haiwaharibi mahusiano yao na Mungu. Sasa kuna watu wanapita kwenye majaribu mpaka wanahoji, hivi Mungu ni dhambi gani isiyosameheka? Eti mpendwa, hujawahi kusema? Kama uliwahi kusema, toba inakuhusu. Anasema ukae kimya mbele za Bwana. Ukae kimya mbele za Bwana, umngojee kwa saburi. Hivi Mungu ni kosa gani lisilosameheka? Eti mtumishi, ni kosa gani kwa kweli? Unajua tunaomba, lakini ni kosa gani ambalo nimetenda lisilosameheka kwa kweli? Unajua ni muda mrefu napitia haya. Ni kweli. Bwana, neno la Mungu nasemaje? Ukae kimya ukimngojea Bwana. Inawezekana umeshasamehewa. Swala ni muda tu ndio kilichobaki. Ndio maana tunaambiwa miujiza yetu iko kwenye kusubiri. Iko kwenye kungojea. Hapo ndipo changamoto ilipo. Watu wengi hapa ndipo mambo yanaharibikia. Kwenye kumngojea Bwana. Neno la Mungu nasema usimkasirikie yeye aliyefanikiwa au afanikiwae katika njia yake. Watu wamejawa makasiriko. Wewe umefanikiwa, wanasema hivi, analinga, wewe bwana ni kazi tu hii, ni biashara tu hii, ni walimu tu huu. Hapana.
neno la Mungu linakukumbusha usimkasirikie yeye aliyefanikiwa kwa njia yake. Kila mmoja ana njia yake. Ukisoma kitabu cha Yeremia, neno la Mungu linasema alikujua kabla ya yote. Kwa hiyo usipate shida, na wewe utabarikiwa kwa muda wako. Kwa hiyo usijaribu kulalamikia, kuwasema watu vibaya kwa sababu wamefanikiwa. No. Swala la wewe kuja kubarikiwa nao linakuja. Vumilia, subiri. Bwana atakufanikisha na wewe. Mwisho kabisa kuna kitu hapo ambako haka ndiko kanawasumbua watu. Neno la Mungu linasema wala mtu afanyie hila. Sawa? Ukae kimya mbele za Bwana, nawe umngojee Bwana kwa saburi, usimkasirikie yeye afanikiwe kwa njia yake. Wala afanyaye hila usimkasirikie. Mtu anayekufanyia hila usimkasirikie, mwache. Waswahili wanasema mwache alikoroge mwenyewe. Kwa hiyo wewe mwache. Anayekufanyia hila mwache. Kaa kimya kama vile hujui anachokufanyia. Relax, hata kama sio hali ya kurelax. Kaa kimya. Anayekupiga majungu, kaa kimya, usimjibu eti nimesikia, nimejua unachofanya. Mwache. Mwache. Apigane na Mungu wako. Hajui kwamba anapigana. Atashangaa uchumi wake unapigwa, anashangaa amani yake haipo, anashangaa huduma yake haiendi, anashangaa kazi yake haiendi, mara mambo amepigwa lidanda, mara amehamishwa. Ni kwa nini? Wewe uliamua kumwachia Mungu hiyo vita. Anayekufanyia hila wewe usimjibu. Yaani kaa kimya. Jifanye kama vile wewe usikia anachokusema. Jifanye kama vile hujui anakusimanga kwa nani na nani. Wewe kaa kimya. Sio nimejua tu, nimewajua, nimewasikia. Wewe unaandika, unaposti vitu kama status kwamba ninawajua, sio nini. Wewe kaa kimya. Kaa kimya. Muombe Mungu akupe moyo wa ushujaa. Kukubali kuyasikia yote watu wanayokusema, wanafanyaje hila zote ofisini huko. Waache. Alafu jifanye kama hujui. Alafu hiyo vita, subiri utaona nini Mungu anafanya. Kwa hiyo ni mambo ya msingi. Sasa nataka tukaombe. Katika haya ambayo tumeyazungumza, inawezekana kuna vitu moja kwa moja unajiona na wewe umo. Kwamba na mimi ni muhimu. Ni nafasi muhimu sana ya kwenda mbele za Mungu kwa toba. Inawezekana uliwahi kumchukia Mungu kwa sababu ya mapito. Umemchukia Mungu kwa sababu ya mambo ambayo umeyapitia muda mrefu, umeona kama amekuacha, ukamkasirikia, ukasema siombi tena, naacha maombi, naacha mfungo, sijishughulishi tena. No, mtoto wa Mungu, twende mbele za Mungu kwa toba. Yesu anakupenda sana kabisa. Yesu anakupenda. Tena anakuwazia leo mema. Inawezekana alimleta samaki sio kwa sababu akupendi, no. Alimleta samaki ndio aje kuwa carrier, akubebe, akupeleke ng'ambo. Sasa wewe ulimkasirikia na kaleta vita. Lakini Mungu amekukumbusha leo hii kwamba yeye ni Mungu anayekupenda. Ukimtumaini yeye katika njia zako, ukamkiri, ukishamkiri yeye ndani ya moyo wako, kwa kumaanisha yeye ni mwaminifu sana. Ni mwaminifu mno, halali wala sinzi kwa ajili yako. Yeye ndio Alfa na Omega. Yeye ndio mwanzilishi wa maisha yako na ndiye mkamilishaji wa maisha yako. Yeye ndio mwanzilishi wa hiyo biashara, ndio huduma ama ndio hiyo ndoa, na ndiye atakayekamilisha hiyo ndoa yako. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, nataka twende mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Lakini nikupe nafasi kidogo ya kutafakari. Kama inawezekana hauna dhambi, nisikulazimishe. Inawezekana hauna dhambi, hebu tafakari. Inawezekana hauna dhambi, ila yule ambaye anasikia ndani mwake kuna kosa ama kuna dhambi, ama ndani mwake anajisikia kwenda mbele za Mungu kwa toba, jiandae basi. Mwingine tumpe nafasi ajitafakari. Inawezekana hauni sababu ya kutubu. Yes. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord.
Ninaamini kabisa umejipa muda mzuri wa kuweza kujitafakari kwamba je, kuna mahali pako sawa ama pako sawa. Lakini bado nataka nikupe muda mzuri wa kufikiria kama una sababu ya kutubu. Inawezekana huo ni sababu ya kutubu, uko sawa. Wala siwezi kukulaumu. Lakini muda huo nikupe nafasi kama kuna mambo usiyoyapenda kwenye maisha yako. Niandikie, unitumie niweze kuomba na wewe. Twende mbele za Mungu tukamwombe kwa neema na rehema yake kuu atusaidie haya mambo yaondoke. Kumbuka hakuna kisichowezekana kwa Mungu. Kama kuna tabia unaiona hii sipendi kabisa, kuna jambo unaliona kwenye maisha yangu silipendi kabisa, twende mbele za Mungu tukaombe. Lakini kama kuna mtu unasikia kumwombea, muombe. Mungu amuondolee hiyo hali. Peke yake hawezi, na ndio maana anatuambia walipo wawili ama watatu wakusanyikapo kwa jina langu, nami niko katikati yao. Kuna watu wengine hawezi kutoka bila sisi kuwaombea au bila sisi kuombewa nao. Kwa hiyo tubebane kwa maombi. Mungu wetu ni mwaminifu na ametupa nafasi hii. Tuende mbele zake na yeye atatusaidia. Yes. 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 Yeremia 1:5, kabla ya kukuumba nalikujua. Si ndio? Na kabla ya kutoka katika tumbo la mama alikutakasa, akakufanya kuwa nabii wa mataifa. Mungu alishakujua ya kwamba atakuja duniani fulani, ataishi fulani, maeneo fulani, atapita huko, atakuta huko, mwisho wa siku atakuwa fulani. Kwa mtoto wa Mungu, yuko Mungu ambaye anakujua. Hauna sababu ya kufight na mtu kwenye maisha. Mwache kila mtu akae kwenye njia yake. Hakuna sababu. Niandikie vile vitu ambavyo ndani mwako unaona hapana. Hiki hapana, hiki hapana, hiki hapana. Hata kwa wewe uliyeamka hivi sasa, niko nasubiri yale kama una maombi ambayo ungependa tuweze kuyaombea, mambo ambayo usiyoyapenda kwenye maisha yako. Inawezekana ni magonjwa, mikosi, laana, vifungo, roho ya kuishia njiani, mambo kufia njiani, ile premature death, roho ya umaskini, kukata tamaa, hofu, woga, wasiwasi, mashaka, labda pia usengenyaji, ulevi, uzinzi pia, vyovyote vile ambavyo ndani mwako ni kitu usichokipenda na unatamani tuweze kuomba pamoja. Inawezekana ni mambo mengine umejitahidi sana, na mengine yamesababishwa vikao, umewekwa, watu wamekuweka vikao, wamekusimamisha kazi. Inawezekana ni wewe, inawezekana ni mumeo, inawezekana ni mtoto wako, ndugu yako. Nafasi hii Mungu anaweza akakuamini wewe kwa ajili ya boma lako. Na ndio maana nasema nalimtafuta mmoja miongoni mwao, atakayesimama kwa ajili ya kuliokoa boma. Nalimtafuta mmoja miongoni mwao ili kuliokoa boma. Inawezekana ni mama kwa ajili ya watoto wako. Unaona kabisa watoto wangu peke yao kwa akili zao hawawezi, kwa sababu umeshawakalisha vikao, na sio kwamba hawajui unayoyafanya, wanajua. Lakini kwa sababu ni roho inawatesa, wameshindwa kutoka huko. Wameshindwa kujisimamia, kujiongoza. Ila kwa neema ambayo Mungu ameachilia juu yako, mama, baba, mzazi, watoto, popote unaposikia, wewe inawezekana Mungu amekukusudia uwe sababu la uponyaji juu ya jambo ambalo linaendelea ndani ya familia. Inawezekana amani kwenye nchi yako, Mungu anataka wewe usimame uombe toba ili yeye aweze kusamehe. Sio lazima muombe watu wengi ndio Mungu asamehe. No. Mungu anapoiona imani ya mtu, haijalishi idadi, Mungu hajibu kwa kuangalia wingi wa watu. No. Anajibu kwa kuangalia mtu aliyesimama kwa kumaanisha kuomba. Kwa hivyo inawezekana wewe Mungu amekuchagua. Andika kile usichotaka kukiona. Pengine ni amani kwenye familia yako haipo, magomvi,
mafarakano, roho ya chuki, roho ya hila. Neema ya Mungu ni kubwa sana, mtoto wa Mungu. Unatumia nguvu kubwa kuifanya ndoa yako iwe na amani. Mwambie Mungu, naomba hili likae sawa, hili haliko sawa. Sipendi kuona hii roho, sipendi kuona hii tabia. Mungu ni mwaminifu, halali wala sinzi, na ndio maana amekupatia nafasi hii. Yeye ni Alfa na Omega. Mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Nimetembelea mbali, sasa narudi. Nilipotea dhambini, Sasa narudi. narudi mimi, Narudi. kutoka dhambini, Yesu, Mbali. nakuja kwako, nikaribishe Yesu, Mahali popote wewe ambaye ndani mwako unasikia kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya toba. Neno la Mungu linasema, tukisema hatuna dhambi, tutakuwa tunajidanganya wenyewe na wala ile kweli mioyoni mwetu haipo. Basi wewe ambaye unasikia kuongozwa sala hii ya toba, naomba uweze kuirudia sala hii nyuma yangu. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakuja kwako. Mimi mwanao, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea katika maisha yangu, nikiwa natambua ama pasipo kutambua. Nimekutenda dhambi kiasi ambacho nimepoteza sifa ya utakatifu kama mtoto wa Mungu. Nimejaribu mara kadhaa kurudi kwako, lakini nimeshindwa. Leo hii Baba, ninaomba unisamehe. Baba, ninaomba unisamehe. Nimetambua wapi nilipokosea, na kupitia neno hili la mwezi wa 3, Baba, limesema na moyo wangu, limesema na nafsi yangu, na kutambua wapi nimeendelea kukosea. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu,
na unioshe kwa damu yako ya thamani. Ufute kila uhalali ambao shetani ameuleta katika maisha yangu na kuhalalisha kuwa ndio maisha yangu, kuwa ndio tabia yangu. Leo hii ninamkataa shetani na mambo yake yote katika jina la Yesu. Ninakukaribisha wewe Yesu, karibu ndani yangu, karibu ndani yangu. Uwe Bwana na Mwokozi na kiongozi wa maisha yangu, kuanzia sasa na siku zote, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neno la mwezi huu na neno la usiku wa leo. Limekuwa baraka kwangu. Katika jina la Yesu, nipe nguvu ya kushinda dhambi, kushinda majaribu na kumshinda shetani kwa uwezo wa Roho wako. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa kunipokea tena na kunifanya mwana wa pendo lako. Katika jina la Yesu, amen. Mtoto wa Mungu, karibu sasa tuende mbele za Mungu ukiamini kabisa yuko Yesu ambaye halali wala sinzi kwa ajili ya haya ambayo unapitia. Ni wakati sahihi sasa tuende mbele za Mungu. Haijalishi ni yapi ulikuwa unapitia, ilifika mahali ukamwona Yesu hakupendi, Yesu hana msaada na wewe. Kumbuka Yesu anakupenda. Kijito cha utakaso kiko hapa kukuweka huru katika hiyo hali ambayo inakutesa na hupendi kuiona kwenye maisha yako. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Basi mahali ulipo mtoto wa Mungu, inawezekana umeandikia yale mambo ambayo usiopenda kuyaona katika maisha yako na ungetamani kuona usiku wa leo kupitia damu ya Yesu. Basi inaweza kunena mema kinyume cha hayo mabaya yote yaliyojitengenezea uhalali katika maisha yako, yamekuwa ni vifungo kwenye maisha yako. Inawezekana ni magonjwa, inawezekana ni mikosi, laana, roho ya utasa, roho haribifu wa mimba, roho ya masumbuko, mambo yako kuishia njiani, mafarakano na mambo mengine mengi tulioandika hapa. Iko neema ya Mungu siku ya leo inaweza kufuta yote hayo na kukuacha huru kabisa. Ni kuombe sasa mahali ulipo, tuende mbele za Bwana ukiamini ya kwamba iko damu ya Yesu ina uwezo kabisa wa kufuta, na damu yake Yesu ikanena mema kinyume cha hayo mabaya yote. Damu ya Yesu, oh, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu, oh, inanena mema. Damu ya Yesu, oh, inanena mema. Damu yenye nguvu, oh, inanena mema. Damu ya Yesu, oh, inanena mema. Damu yenye ukombozi, oh, inanena mema.
Yes. damu ya Yesu, Amini tu mahali ulipo, damu ya Yesu ina uwezo kabisa wa kuondoa hicho ambacho kimekuwa ni changamoto kwako. Endelea kuamini tu, inua imani yako mbele za Bwana. Inua imani yako mbele za Bwana. Inua tu imani yako kwa Bwana. Yes. damu ya Yesu, oh inanena mema, kweli inanena mema, oh inanena mema, Inanena oh mema. inanena mema, Oh, inanena oh mema. inanena mema, inanena mema, Ah, inanena eh, inanena mema, Inanena oh inanena mema, Eh, inanena oh inanena mema, damu inanena mema, Oh, inanena eh, inanena mema, Inanena oh inanena mema, Inanena inanena mema, damu inanena mema, Ah, inanena eh, inanena mema, Inanena oh inanena mema, Inanena oh inanena mema, damu inanena mema, Oh, inanena mema. oh inanena mema, oh inanena mema. Mtakatifu, mtakatifu, Baba wa rehema, Mungu mwenyezi, muumba mbingu na nchi, tunakushukuru kwa ajili ya upendo wako na uaminifu wako ambao Baba usiku mchana tunauona wema wako katika maisha yetu. Wewe hulali, wewe husinzi, huna muda wa kupumzika hata kidogo. Yote hayo ni kutuhakikishia tu watoto wako tunapata kuhudumiwa wakati wote, majira yote. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, tazama watoto wako wa kike na wa kiume tumeungana kutoka mataifa mbalimbali. Baba tazama message hizi zote hawajanitumia mimi, wamekutumia wewe, na haya ndio mambo ambayo watoto wako wasingependa kuyaona kwenye maisha yao. Ni mambo makubwa magumu ambayo wamejitahidi kwa akili na uwezo wa kibinadamu, wamefanya kila namna kutamani kutoka kwenye hizi roho, kwenye hivi vifungwe, kwenye haya mateso, kwenye haya maumivu, lakini wameshindwa. Lakini wametambua ya kwamba uko Mungu ambaye tumaini lao, kimbilio lao, msaada wao wakati wa mateso. Baba, haya ndiyo mambo ambayo yameandikwa madhabahuni, yameletwa kwenye kiti chako cha rehema. Baba, tazama moja baada ya jingine, tazama moja baada ya jingine, ya kwamba haya ndiyo mateso, haya ndiyo masumbuko yao, na wewe ukasema tukuite na utatuitikia na utatuonyesha mambo makubwa na magumu tusiyojua. Baba, haya ndiyo mambo makubwa ambayo watoto wako usiku na mchana wanayapitia, hawajui watatokaje, lakini wewe ndio kimbilio letu na msaada wetu uonekanao tele wakati wa mateso. Baba, tazama moja baada ya jingine, tazama moja baada ya jingine, tazama moja baada ya jingine. Ni mambo magumu kwao, ni mambo magumu kwao. Roho ya ulevi, roho ya uzinzi, magonjwa, roho ya masikini, mikosi, laana yamekuwa ni sehemu ya maisha yao. Roho ya kukataliwa, wamepoteza vibali, wana maumivu, wana mateso. Baba, nyosha mkono wako. Ni mambo magumu kwao, yamekuwa ni mateso kwa muda mrefu. Wametamani kutoka huko, lakini wameshindwa. Wametamani kufika mahali, wameshindwa kwa sababu kuna mazuio ndani ya maisha yao. Kuna mazuio, kuna roho zimewashikilia, kuna madhabahu zimewazuia. Baba, usiku wa leo, damu yako ya thamani, damu yako ya thamani, na ikanene mema, na ikanene mema ndani ya maisha yao, ikanene mema ndani ya maisha yao. Wanapitia katika mafarakano, wanapitia katika hali ambayo hawatamani kuendelea kuona. Wanatamani usiku, wanatamani mchana kuona hiyo hali inakoma, lakini wameshindwa. Lakini kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, kupitia damu yako ya thamani, Baba, unakwenda kunena mema, unakwenda kutengua, unakwenda kuharibu chochote kile ambacho kiko ndani ya maisha yao, kinakwenda kuachia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Na kupitia damu yako ya thamani ya Bwana, achilia damu yako sasa, na ikanene mema sasa, na ikanene mema sasa. Damu yako ya thamani, 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 Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Baba, naiomba damu yako, naiomba damu yako sasa, iende moja kwa moja kwenye eneo lenye changamoto, iende moja kwa moja kwa huyo mtu mwenye changamoto, iende moja kwa moja kwenye hiyo shida ya kwake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Peke yake ameshindwa, anahitaji neema yako, anahitaji neema yako kupitia damu yako ya thamani ya Bwana. Baba, nenda uingilia kati hali ya maumivu anayopitia, hali ya magonjwa anayopitia,
anayopitia, hali ya mikosa anayopitia, hali ya laana anayopitia, mafarakano anayopitia, Baba, magonjwa anayopitia ya muda mrefu, naiomba damu yako Yesu, naiomba damu yako Yesu, naiomba damu yako Yesu, naiomba damu yako Yesu ikawaponye watoto wako wanaoteseka na hayo magonjwa, wanaoteseka na hayo madeni, wanaoteseka na hiyo hali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Popote pale alipo mtoto wako, Baba, anakuhitaji kupitia damu yako Yesu. Achilia damu yako ikapite kwenye mwili wake, ipite kila mahali penye uharibifu, ipite kila mahali penye vifungo, ipite mahali popote penye mateso na maumivu kwa watoto wako. Baba, wameteseka kwa muda mrefu, na ninaiomba damu yako sasa, ninaiomba damu yako sasa inayonena mema, Bwana, na ikanene mema, na ikanene mema tunapoendelea kupita katika kipindi hiki cha Kwaresima. Bwana, damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, wewe uliyekubali kufa kwa ajili ya maumivu, uliyekubali kufa kwa ajili ya mateso yetu, uliyekubali kwa ajili ya heshima zetu. Baba, usiku wa leo, mchana huu wa leo, jioni ya leo, sijui kwake ni saa ngapi, Baba, nenda ukamsaidie mtoto wako. Amekaa kwenye hicho kifungo, amekaa kwenye hayo magonjwa, amekaa kwenye hayo mateso ni kwa muda mrefu sasa, na amekubali sasa kukufuata. Amenyanyua mikono yake kwa ishara ya kwamba amesalenda, kwa ishara ya kwamba amesalenda. Anahitaji msaada wako utakaoweza kumsaidia, utakaoweza kumtoa huko alikofungwa, anakuteseka na hiyo hali, katika jina la Yesu. Inawezekana ni yeye mwenyewe ndio anayejiombea, inawezekana ni watoto wake anawaombea, inawezekana ni mume wake anamwombea, ni mke wake anamwombea, ni wazazi wake anawaombea. Baba, naiomba hiyo neema kwa mtoto wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba damu yako Yesu ikanene mema juu yake, ikanene mema juu yake, ikanene mema juu yake, itakaoweza kumsaidia kutoka huko kwenye vifungo, kutoka huko kwenye hizo madhabahu, kutoka kwenye hayo maroho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naiomba damu yako Yesu, naiomba damu yako Yesu ikamnene mema sasa, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Anateseka na ugonjwa, anateseka na magonjwa, amekuwa katika hiyo hali kwa muda mrefu. Baba, naiomba neema yako usiku wa leo, damu yako Yesu ikamponye, damu yako Yesu ikamponye, damu yako Yesu ikamponye, damu yako ikamponye, ikamtoe pale kitandani, ikamtoe kule leba, ikamtoe kule ICU. Damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu. Naiomba damu yako inaweza kupenya popote pale, inaweza ikapita mahali, haizuiliki na chochote, haina mipaka. Damu yako Yesu haina mipaka, haizuiliki. Damu ya Yesu ndiyo iliyo na uwezo wa kunena mema kinyume kabisa chale mabaya yote aliyoandika usiku wa leo, aliyoandika madhabahuni, aliyoandika usiku wa leo. Baba, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako ukaguse hayo mahitaji ya kwake yote aliyoandika. Ni 3, ni 4, ni 5, ni zaidi ya 10, 11, 20. Baba, nyosha mkono wako, gusa moja baada ya jingine kwa damu yako Yesu, ukasafishe, ukaondoe uhalali wa hayo mateso, ukaondoe vifungo hivyo ndani ya mwili wake, ndani ya maisha yake, ndani ya huduma yake, ndani ya familia yake, ndani ya ukoo wake. Wanateseka sana, na inawezekana hayo mateso yamekuwa ndani ya familia wao wote, ukoo mzima wanapita kwenye hivyo vifungo, wanapita kwenye hayo mateso, ni roho inaowatesa. Inawezekana wamerithi kutoka kwa vizazi vilivyotangulia. Baba, usiku wa leo, nenda vunja, tengua, haribu vyovyote vilivyokaa ndani mwao, visivyofaa ndani ya maisha yao, wanavyombea kwa muda mrefu. Lakini Baba, tunakuamini wewe ni Mungu wa wakati, ni Mungu wa majira. Ninaamini kabisa wewe ni Mungu unayekwenda kujibu. Haya ndio majira sahihi, watoto wako kutoka kwenye hivyo vifungo, kutoka kwenye hizo madhabahu, kutoka kwenye hao maroho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, damu yako ikasafishe, damu yako ikaondoa watoto wako, wamekaa huko kwa muda mrefu, wamekaa huko kwa muda mrefu, katika jina la Yesu. Mahali ulipo unateseka na hali ya uchungu kifuani mwako, rohoni mwako, nataka niombe na wewe. Neema ya Bwana iko usiku leo kuondoa hiyo roho ambayo pengine ni jambo unaloliombea, ama kuna watu wanakuombea. Ni hali ambayo umekuwa nayo kwa muda mrefu. Wakati mwingine unasikia kulia tu mwenyewe kwa sababu ya hiyo hali unayoiona, kwa sababu ya vinsi unavyopitia. Kuna uchungu wowote umesababishwa kwenye maisha yako, umeusababisha wewe mwenyewe, ama kuna watu ambao wamekusababishia. Unapita kuna wakati mgumu, na hiyo imesababisha uchungu moyoni mwako, na pengine huo uchungu ndio umekuwa sababu ya kuzuia baraka za Mungu. Ni mambo mengi umekuwa ukiombea kwa ajili ya familia yako, kwa
ajili yako huko mwenyewe, kwa ajili ya huduma yako, biashara yako, kazi yako na mambo mengine yote, lakini uchungu ulioko ndani ya moyo wako umesababisha kuzuia. Kumbuka moyo wako umewekewa ile storage, kiwango cha kupokea mambo, kiwango cha kubeba mambo, na Mungu akaweka muda wa masaa 12 ya kwamba usiendelee kukaa navyo. Lakini bahati mbaya shetani amevitengenezea uhalali ndani ya moyo wako, vimepata uhalali, vina mwaka, vina miaka, vimekaa kifuani mwako, na vimekuwa ni sababu ya kuchelewesha na kuzuia mambo mengi yasishuke kwenye maisha yako. Maana umekuwa unayaombea kwa muda mrefu yatokee, hayatokei. Sio kwa sababu haiwezekani, no, ni kwa sababu kuna uchungu umekaa kwenye kifua chako, na kwa sababu hiyo imesababisha mambo mengi kwenye maisha yako yasifanikiwe, yasiweze kutokea. Lakini neema ya Mungu ni kubwa. Usiku wa leo nataka niombe na wewe kwa habari ya huo uchungu uliokaa kifuani kwako, umekaa kwenye moyo wako, ni kwa muda sasa, lakini neema ya Bwana ni kubwa. Kupitia damu yake ya thamani ina uwezo wa kunena mema usiku wa leo. Damu ya Yesu ikaondoa uchungu na ukawa huru kabisa, na Bwana akaenda kutenda mambo makubwa ambayo yamekuwa ni magumu kwako, kupitia kuachilia hiyo roho ya uchungu ndani mwako. Kwa jina la Yesu nataka niombe na wewe. Linaweza yote. Nataka niombe na wewe kwa habari ya huo uchungu ambao unaopitia ndani mwako, umekutesa kwa muda mrefu. Neema Mungu ni kubwa, neema Mungu ni kubwa. Haijalishi umeteseka na hiyo roho, nataka tuende mbele za Bwana. Damu Yesu ikanene mema kwa habari ya huo uchungu. Umebeba huo uchungu. Inawezekana ni kweli kuna ile kusababishia kazi yako imekufa, biashara yako imekufa, ni mtu uliyemwamini, ni mtu ambaye ulimpa nafasi kubwa kwenye maisha yako, lakini ameujeruhi moyo wako kwa namna yoyote vile. Nataka tuende mbele za Bwana. Neema Mungu ni kubwa. Huo uchungu ukakuachie, huo uchungu ukakuachie, huo uchungu ukakuachie. Wala wakati mwingine umetaka kupiga kelele kabisa, ni kwa sababu ya namna ambavyo mwili unajiexpress ya kwamba hapako sawa ndani, hapako sawa moyoni. Lakini neema ya Mungu ni kubwa usiku wa leo, inaweza kuondoa huo uchungu ndani mwako. Haijalishi ni wa kusababishiwa, wa kujisababishia, haijalishi uchungu unasababishwa na nini. Neema ya Mungu ni kubwa. Kupitia damu ya Yesu unakwenda kuwekwa huru. Baba, ninakushukuru. Asante kwa ajili ya huyu baba, asante kwa ajili ya huyu mama, maana ninajua umempa nafasi ya kusimama kama kuhani, kama mfalme, kuweza kuomba kwa habari ya huo uchungu unaomtesa. Ametembea nao kwa muda mrefu. Inawezekana umesababishwa kwa sababu ya ndoa yake kuharibika, inawezekana kwa sababu ya kazi, watu waliowaamini, watu waliowapa nafasi wamekuwa sababu na maumivu katika maisha yake. Wamempotezea kazi, wamempotezea ndoa, wamempotezea heshima, wamempotezea vitu vingi, na kwa sababu hiyo imesababisha uchungu ndani mwake. Baba, usiku wa leo ninamleta huyu baba, namleta huyu mama, namleta huyu binti, namleta huyu kijana wa kiume kwa hali yoyote uchungu ambao alionayo. Baba, naomba vunja, tengua hali yoyote iliyojitengenezea uhalali ndani ya moyo wake, ndani ya nafsi yake, na kwa sababu hiyo mambo yake mengi yamekwama. Hajaona mme, hajaona mke, hajaona kibali, hajaona heshima, hajaona vitu vingi. Ni kwa sababu ya uchungu. Uchungu umesababisha vitu vingi kutokusimama kwenye maisha yake, kutokupata kazi, kutokupata ndoa, kutokupata heshima kwenye maeneo mengi. Ni kwa sababu ya uchungu. Kuna mahali pengine alisema maneno kwa hasira, ni kwa sababu ya uchungu alionao, na matokeo yake yamempotezea heshima, yamempotezea kazi, yamempotezea ndoa, yamempotezea mambo mengi katika maisha yake. Lakini usiku wa leo, Bwana, ninakushukuru kwa sababu umelituma ombi hili. Bwana, tusimame kuliombea na kufuta uhalali wa madhabahu zote za kuzimu ambazo zinamiliki kwa muda mrefu, zimetengeneza uhalali ya kwamba hili eneo la uchungu litakuwa ni sehemu ya maisha yake. Lakini Baba, kwa sababu wewe unalituma neno kwa wakati, unaruhusu maombi kwa wakati, unaruhusu kila jambo kwa wakati, tunaamini majira haya ni wakati sahihi kabisa, ni majira sahihi kwa ajili yake kumletea ukombozi kwa maisha yake. Huo uchungu na kwenda kumwachia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninamkabidhi mtoto wako. Baba, ametembea na uchungu kwa muda mrefu, ametembea na maumivu hayo kwa muda mrefu, lakini ninakushukuru Mungu kwa sababu umemwona huyu mama, na hatimaye umemwona huyu baba, umemwona huyu binti, umemwona huyu kijana. Baba, unataka kuikomboa roho yake, unataka kuyakomboa maisha yake, unataka kukomboa ndoa, kazi, biashara, huduma na vyote ambavyo ni sehemu ya maisha yake. Baba, unataka kurejesha hata vilivyopotea kwa sababu ya uchungu uliokuja ndani mwake. Unataka kurejesha vyote na miaka iliyokuwa imeliwa na nzige na madumadu kwa sababu ya uchungu. Baba, usiku wa leo ninaiomba neema yako kwa huyu mama, naiomba neema yako Bwana, ukamtenganishe na hiyo roho ya uchungu, ukamtenganishe na roho ya uchungu, maana imemchelewesha mambo mengi, imemcheleweshia mambo mengi, imezuia vitu vingi. Lakini usiku wa leo Baba, usiku wa leo tunavunja na kutengua, tunavunja na kutengua. Ewe roho ya uchungu, popote ulipo, toka chia roho ya huyu mama, toka chia moyo wa huyu mama, toka ndani mwake kwa jina la Yesu. Toka, una nafasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ninakuamuru popote ulipo, ewe roho ya uchungu ulieko ndani mwake, toka chia kwa jina la Yesu. Mahali ulipo unateseka na magonjwa,
nataka niombe na wewe. Neema ya Mungu ni kubwa sana kwa ajili yako, na damu ya Yesu ilimwagika msalabani kwa ajili yako, na kwamba kwa kupiga kwake yote yalishia pale msalabani. Lakini naomba nikuambie usiku wa leo, Mungu anakuona mahali ulipo. Weka mkono wako kifuani, wewe ambaye ni mgonjwa, weka mkono wako mahali panapouma. Vyovyote vile unavyosikia amani kuweka, weka tu. Yawezekana ni kichwa kinauma, bandika mkono wako. Neema ya Mungu ni kubwa sana, inaweza kukuponya hayo magonjwa. Haijalishi umeteseka na magonjwa kwa muda gani, haijalishi ni kansa, ni kisukari, ni HIV, haijalishi ni nini kinachokusumbua, una uvimbe, una allergy inakusumbua. Neema ya Mungu ni kubwa, inaweza kukuponya kwa jina la Yesu. Ewe ugonjwa, ewe kifungo chochote uliyekaa ndani mwake, ninakuamuru kuanzia sasa, ninakuamuru kuanzia sasa, popote ulipo, sikia na kueleza, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Achia mwili wake, achia viungo vyake. Umekaa kwenye kichwa, umekaa kwenye kifua, umekaa kwenye moyo, umekaa kwenye damu, umekaa kwenye mifupa, umekaa kwenye ngozi, umekaa popote katika mwili wake. Ninakuamuru kwa jina la Yesu, toka, achia kwa jina la Yesu. Huna mamlaka katika huo mwili, huna mamlaka katika viungo vyake. Kwa jina la Yesu, umeharibu damu yake na kuleta virusi, umeharibu damu yake na kuleta bakteria. Ninakuamuru kwa usiku wa leo, haijalishi umekaa kwenye damu yake kwa muda gani, umekaa kwenye mwili wake kwa muda gani, umekaa kwa namna gani, ewe pepo la ugonjwa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Huna mamlaka, achia viungo vyake, achia mwili wake. Umemlaza kitandani kwa muda mrefu, lakini kwa neno la Bwana, maana Bwana ndiye anayeponya magonjwa na kurejesha afya. Usiku wa leo, ewe pepo la ugonjwa, ninakuamuru kuanzia sasa, toka, achia mwili wake. Ni mke anaomba, ni mume anaomba, ni watoto wanaomba, ni ndugu wanaomba, ni washirika wanaomba, kwa jina la Yesu, pepo la ugonjwa, popote ulipo, toka kwa jina la Yesu, toka, achia mwili wake, toka, achia viungo vyake katika jina la Yesu. Toka popote ulipo, ni uvimbe, ni vyovyote vile, kwa jina la Yesu, achia mwili wake. Yes, achia mwili wake, achia viungo vyake popote ulipo. Umekaa kwenye tumbo la uzazi, umeleta uvimbe kila siku, fibroid. Roho Bwana usiku wa leo yuko kazini. Ewe uvimbe popote ulipo katika huo mwili, ninakuamuru kuanzia sasa, pasuka, toka, ondoka kwenye mwili wake kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Toka, achia. Haijalishi ni uvimbe wa muda gani, haijalishi madaktari wanasema una uvimbe wenye ukubwa gani, ninaukausha kwa jina la Yesu, ninaukausha kwa damu ya Yesu. Popote pale ulipo, ni kichwani, ni kwenye ubongo, ni kwenye tumbo la uzazi, kwenye kifua, kwenye mapafu, kwenye ini, popote pale uvimbe ninaukausha kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakausha kuanzia sasa. Haijalishi uko serious kiasi gani, haijalishi uvimbe uko kwenye stage gani, haijalishi kansa iko kwenye stage gani, haijalishi HIV iko kwenye hatua gani, haijalishi kisukari kimefikia hatua gani, kwa jina la Yesu ninakausha kila aina uvimbe ndani ya mwili wako. Kwa jina la Yesu natamka uzima katika mwili wako katika jina la Yesu. Roho ya madeni, huna nafasi kwenye maisha ya watoto wa Mungu. Umeushikilia uchumi wao kwa muda mrefu. Umeleta roho ya umasikini, umeleta roho za kila namna kwa sababu ya hali ya uchumi kuwa mbaya kwake. Ewe roho ya umasikini, uliyekuja kwa njia ya chuma ulete, uliyekuja kwa njia yoyote ile, ninakuamuru kuanzia sasa, mwachie mwana wa Mungu katika jina la Yesu. Pepo la umasikini, toka kuanzia sasa, toka kwa jina la Yesu, toka popote pale ulipo. Haijalishi umekuja kwa siri gani, umekuja na ajenda gani, umekuja kwa njia gani, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya umasikini, popote ulipo kwa watoto wa Mungu, umeambatana na roho ya uvivu, ninakuamuru kwa jina la Yesu, toka. Achia watoto wa Mungu wafanye kazi, achia watoto wa Mungu wafanye biashara, achia watoto wa Mungu wakafanye vyovyote wanavyofanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu, maana ndiye Mungu anayepatia nguvu za kupata utajiri, ili apate kulifanya imara agano lake alilolifanya ndani mwao. Kwa jina la Yesu, toka, achia maisha yao, achia biashara zao, achia uchumi wao, achia maeneo yote, vyanzo vyao vya mapato, toka, achia roho ya utapanyaji wa mali, toka roho ya masikini, toka roho ya alaye, toka ndani mwao kwa jina la Yesu, Huna mamlaka yote katika maisha yao kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Roho ya mafarakano ndani ya familia, ndani ya kanisa,
ndani ya biashara za watu, kwenye ofisi za watu. Roho ya mafarakano popote ulipo. Unamtumia mtu gani, mwenye nafasi gani, kwa maana position? Haijalishi ni mke ni mume. Roho ya mafarakano ndani ya familia. Ninakuamuru popote ulipo, toka, achia akili na fahamu za watoto wa Mungu. Umewashikilia kwa muda mrefu na umewatumia vibaya. Umesababisha mafarakano, hakuna ndoa tena, hakuna familia tena, hakuna vikundi vya maombi tena. Roho ya mafarakano, toka kwa jina la Yesu. Haijalishi umekaa kwao kwa muda gani. Haijalishi uko kwa mama, uko kwa baba, uko kwa binti, uko kwa kijana wa kiume, vyovyote vile ulipo, toka kwa jina la Yesu. Huna nafasi kwenye maisha yao, kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kesi popote ulipo, ninakuamuru kwa jina la Yesu, kesi yoyote, achia maisha ya watoto wa Mungu. Haijalishi ni kesi ya namna gani. Baba, ingilia kati mwenyewe. Futa kila walali wa mateso na masumbuko ambayo kesi zimekoza muda mrefu, hazijafika mwisho. Baba, neema yako ni kubwa, inaweza kutengua kila mateso ya kesi. Toka, achia maisha yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya ulevi, toka, achia watoto wa Mungu. Roho ya uzinzi, toka, achia watoto wa Mungu. Umewatesa kwa muda mrefu, umewatumia kwa jinsi ulivyowatumia, umefanya ulivyoweza kuwafanya. Wamepoteza heshima, wamepoteza kazi, wamepoteza biashara, wamepoteza vitu vingi, lakini neema yako Mungu ni kubwa. Usiku leo inaingilia kati kwa jina la Yesu. Pepo ulipo, haijalishi umeingia kwa njia gani, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Endelea kuomba vile unavyosikia kuendelea kuomba. Maana katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika. Kuna vitu vinafanyika. Anasema hata katika kunena kwenu ninasikia. Kwa unavyoendelea kunena, unavyoendelea kuomba, Roho wa Mungu anasikia. Kuna vitu vinafanyika, hata vingine unaweza usione wewe wala sione yote katikati yenu, lakini vitu vikaanza kubadilika taratibu. Neema ya Mungu ni kubwa, inayoweza kutengua kila walali wa vifungo ndani ya maisha yako. Premature death, mambo yako kuishia njiani, kufia njiani. Mwanzoni tu unaanza mawazo, unaanza biashara, inafia njiani. Bwana Yesu, nyosha mkono wako, vunja hiyo roho, tengua hizo madhabahu kwa jina la Yesu. Ewe pepo la premature death, kwa jina la Yesu, toka kwa watoto wa Mungu. Umewashikilia kwa muda mrefu, wameteseka na hizo roho. Kwa jina la Yesu, toka, achia maisha yao, toka, achia biashara zao, kazi zao, mahusiano yao, achia hiyo familia, toka kwa watoto wa Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Ewe pepo, una nafasi tena ndani ya maisha yao kwa jina la Yesu. Yes, endelea kuomba, wala usinyamaze. Kuna jambo linafanyika katika ulimwengu wa roho. Haijalishi ni jambo kubwa kiasi gani, haijalishi ni jambo kubwa kiasi gani. Roho hiyo inakutesa kwa muda mrefu, imekusumbua kwa muda mrefu, lakini Bwana anakuona usiku wa leo. Haujakiacha kitanda kwa bahati mbaya. Bwana amekusudia jambo kubwa. Anaposema kesheni mkiomba, anamaanisha. Hebu endelea kuamini ya kwamba Bwana anakwenda kurejesha vyote vilivyokuwa vimeliwa na nzige na madumadu na palale na tunutu. Bwana yuko hapa kukusaidia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti la hai. Hata wewe uliamka hivi sasa, twende mbele za Bwana. Yuko Mungu anayekusikia unavyoomba. Haijalishi ni mambo gani ambayo usiopenda kuyaona kwenye maisha yako. Yeye ni mwaminifu ambaye halali na hasinzii. Roho Bwana amekuona na bado anakuona. Kuna vitu unauza haviuziki. Neema ya Mungu ni kubwa. Baba, ninatengua kila aina ya zuio kwenye biashara za watoto wako. Katika kila eneo, mahali popote mtoto wa Mungu napoendelea kuomba, katika ile eneo, unajua eneo lako, biashara yako ilipo, kuna zuio limeachiliwa kwenye biashara yako. Una nyumba unauza, una shamba unauza, una eneo unauza, una vitu unauza, una gari unauza. Kuna chochote ambacho unachokiuza hakitoki. Kuna zuio katika ulimwengu wa roho. Pengine kuna watu wamenena chochote. Futa kwa damu ya Yesu. Tengua kila zuio. Futa kabisa kila uhalali ambao adui ameutengeneza. Ametamka maneno, ameweka na sadaka, ameweka vyovyote vile. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Chochote kinachoendelea katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa giza juu ya maisha yako, futa kwa damu ya Yesu. Kila aina ya zuio, wameweka mpaka, wameweka chochote, wametamka maneno, wametoa na sadaka. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Chochote kile ambacho sio sawa kwenye maisha yako, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa damu ya Yesu. Wewe ndio unajua unapita kwenye hali gani, ni jambo usilolipenda, sema kwa jina la Yesu.
kwa jina la Yesu. Ninafuta kuanzia sasa, ninafuta kuanzia sasa chochote kile ambacho adui ameweka ndani ya maisha yangu kama zuio, kama mpaka wa kutokupiga hatua, wa kutokufanikiwa, wa kutokuuza, wa kutokufika hali fulani. Ninafuta kwa damu ya Yesu kila aina ya zuio, kila aina matamko, ninafuta kwa damu ya Yesu. Ninatengua kabisa kila mashauri ya udanganyifu waliopanga, waliokusudia katika maisha yangu. Ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu, ninafuta kwa damu ya Yesu. Kama kufanikiwa kupata kazi, kama ni kupandishwa cheo, chochote kile ambacho adui amezuia, nafuta kwa damu ya Yesu. Yeyote aliyekaa kama zuio, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu, tunafuta kwa damu ya Yesu. Endelea kufuta, futa, futa, futa. Zuio la kubeba mimba, ujauzito, ninafuta kwa damu ya Yesu. Umetamkiwa maneno, walisema hutazaa, walisema hutafanikiwa. Sema kwa jina la Yesu, ninafuta kuanzia sasa kila maneno, kila mazuio waliotamka, ninafuta kuanzia sasa, ninafuta kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zuio lolote la kupata kazi, zuio lolote la kuolewa, la kuoa, zuio lolote la kusafiri, la kufanikiwa, ninafuta kwa damu ya Yesu. Zuio lolote la kuendelea na ujenzi, futa kwa damu ya Yesu, 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 futa kwa damu ya Yesu. Haijalishi unasoma, lakini ndugu yangu, vita yako ni kubwa katika ulimwengu wa roho. Unapiganishwa vita, unapiganishwa vita. Ndio maana umekuwa na risiti mtihani, bado hupati majibu. Unafanya mtihani wa driving, hupati majibu. Unafanya biashara, hupati majibu. Unafanya mambo mengi, lakini hupati majibu. Lakini iko neema ya Bwana inakwenda kutengua hayo mashauri, hayo matamko, vyote vilivyofanyika vinafutwa kwa damu ya Yesu. Futa, 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 futa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa jina la Yesu. Futa kwa damu ya Yesu, futa kwa jina la Yesu. Chochote kile kilichoachiliwa, kuna uchawi, kuna mazindiko kwenye ofisi yako, futa kwa jina la Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa jina la Yesu. Mashariki futa, magharibi futa, kusini futa, kaskazini futa, angani futa, ardhini futa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho kimefanyika juu ya maisha yako, futa kwa jina la Yesu. Tengua kwa jina la Yesu, futa kwa jina la Yesu, futa kwa damu ya Yesu, futa kwa jina la Yesu, futa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Neema ya Mungu ni kubwa. Wala usinyamaze kimya. Wala usinyamaze kimya. Neema ya Bwana ni kubwa. Neema ya Mungu ni kubwa juu yako mahali ulipo. Nataka unyanyue mikono yako kwa ishara ya kwamba sasa unapokea neema ya Mungu. Vile unavyoviomba sasa Bwana anakwenda kukupatia. Haijalishi umekaa katika muda gani kuombea hilo jambo, neema ya Mungu ni kubwa. Iko hapa kukusaidia, ipo hapa kukujibu vile unavyoviomba. Hebu nyanyua mikono yako kwa ishara ya kupokea. Nyanyua tu kwa imani, nyanyua tu kwa imani. Kama huna hiyo imani, usipate shida. Nazungumza na mtu ambaye anaamini ya kwamba anavyoomba Mungu anasikia. Na anavyosikia basi nani anapokea. Kama ambavyo neno la Mungu linasema, na muombapo amini nini ya kwamba mnapokea. Yes. 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 Roho yangu. Nyanyua mikono yako. Neema Mungu ni kubwa. Neema Mungu iko hapo kuhuisha, iko hapo kukupatia kile unachokiomba. Nyanyua tu kwa imani, nyanyua tu kwa imani. Ishara ya kupokea. Ninapoendelea kuachilia nitakuwa nataja kila pointi moja moja. Pokea kama ndio linalokuhusu. Pokea, mwambie Bwana napokea kwa jina la Yesu, napokea, napokea, napokea. Sema vile utakavyosikia kusema. Ni kubwa mno, inaulisha roho yangu, ninakusifu na kushukuru. Mikono yangu juu, neema ya Mungu ni kubwa mno. Yes. Inauisha roho yangu. Yes. Baba, katika jina la Yesu, sifa na heshima ni za kwako. Baba, tazama mamia na maelfu ya watoto wako, mikono yao iko juu, kwa ishara ya kwamba wanapokea vile ambavyo wameviomba kwako, kwa kuamini kabisa neema yako ni kubwa. Neema yako ni kubwa, inakwenda kuwapatia vile wanavyoviomba
na vile ambavyo umeendelea kuviomba kwa muda mrefu. Tazama mahali walipo watoto wako Bwana Yesu, kila mmoja mkono wake unaashiria kupokea. Kila mmoja ameashiria kupokea. Kila mmoja amenyanyua mikono yake kwa kuashiria kwamba anapokea kitu kutoka kwako. Baba, katika jina la Yesu, na wakabidhi mikononi mwako watoto wako hawa walioteseka na magonjwa kwa muda mrefu. Sasa wanapokea neema ya uzima, wanapokea neema ya afya. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, pokea neema ya uzima, pokea neema ya afya njema. Haijalishi umezunguka na magonjwa huku na kule, na umekuwa na historia ya magonjwa, umekuwa ni mtu wa kumeza vidonge, umekuwa ni mtu wa sindano za masaa, lakini iko neema ya Mungu usiku wa leo. Pokea neema ya afya njema, pokea neema ya afya njema, pokea mahali popote ulipo katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema sasa popote ulipo, uliyeko hospitalini, hata uliyeko nyumbani, unajiombea mwenyewe, unayemwombea yeyote, pokea hiyo neema kwa niaba yake. Pokea neema hiyo kwa niaba yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema ya kuwa na afya njema. Yale magonjwa yaliyokuwa nataja juu yako hayatakuwepo tena katika historia ya maisha yako, yatabaki kuwa ni kumbukumbu tu. Pokea neema ya uzima, pokea neema ya afya njema katika jina la Yesu. Popote ulipo, ni kijana wa kiume, kijana wa kike, uliyekuwa unahitaji neema ya Mungu ikukutanishe na mume wako, ikukutanishe na mke wako, pokea sasa neema ya kuolewa, pokea neema ya ndoa, pokea neema ya mume mwema, pokea neema ya mke mwema. Pokea popote ulipo, mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, pokea hiyo neema. Hii mwaka 2025 ukae ni mwaka ambao Bwana anakwenda kujibu lile ombi lako ambalo pengine ni la kwanza au la pili uliliandika katika orodha ama katika listi ya maombi. Pokea hiyo neema sasa katika jina la Yesu. Ni mama uliomba kwa mabinti zako, ni mama uliomba kwa, ni baba uliomba kwa ajili ya mabinti zako au vijana wako, pokea hiyo neema sasa kwa jina la Yesu. Uliomba kwa jinsi kwa ajili ya binti ama kwa ajili ya kijana wa kiume, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Ni wewe mwenyewe ulikuwa unajiombea, pokea hiyo neema sasa katika jina la Yesu. Swala la umri sio hoja mbele za Mungu. Swala la mume ni swala ambalo Mungu anakupatia tu sawa sawa na jinsi unavyoomba. Hebu pokea sasa, pokea sasa hiyo neema. Haijalishi umekuwa ukimsubiri kwa muda gani, Bwana akijibu amejibu, hayupo kutengua. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Popote ulipo, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Mahali popote, pokea neema ya kazi. Umetafuta kazi kwa muda mrefu, umefanya vitu vingi vya kila namna, umepeleka barua zako kila mahali, umefanya interview nyingi, umefanya kila namna, lakini imekuwa ni changamoto. Lakini usiku wa leo, neema ya Mungu ni kubwa, neema ya Mungu ni kubwa. Pokea hiyo neema sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Pokea hiyo neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana popote pale ulipo. Pokea hiyo neema ya kazi, haijalishi ni kampuni gani unapopelekwa, pokea hiyo neema. Bwana amekuandalia kazi nzuri yenye ushuhuda ndani mwake. Pokea hiyo kazi sasa katika jina la Yesu, yenye position nzuri kabisa. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Ulikuwa unahitaji kibali kutoka kwa Bwana, yani Bwana akisema ndio, asiwepo wa kusema hapana. Mahali popote ulipo mtoto wa Mungu, pokea sasa kutoka neema ya Bwana. Pokea neema ya kibali, pokea neema ya kibali. Ulipoteza kibali, unahitaji kibali, pokea hiyo neema sasa. Kazini kwako, kwenye huduma, kwenye ndoa yako, kwenye biashara zako, kwenye kazi zako, popote pale ulipo, pokea hiyo neema. Ukang'are popote ulipo, ukang'are tofauti. Pokea hicho kibali sasa. Ulikuwa umepoteza kibali kwa bosi wako, kwa wafanyakazi wenzako, kwa watumishi wenzako, kwa mke, kwa mume, kwa ndugu, kwa jamaa. Pokea hiyo neema sasa. Pokea hicho kibali sasa. Pokea hicho kibali sasa katika jina la Yesu. Pokea popote ulipo. Pokea hicho kibali kutoka kwa Bwana. Bwana akisema ndio, asiwepo kusema hapana. Pokea hicho kibali. Pokea baba, pokea mama, pokea binti, pokea kijana wa kiume. Pokea hiyo neema, pokea kibali hicho kwa jina la Yesu. Mahali popote umekuwa ukiomba kwa habari ya visa, umekuwa ukiomba kwa ajili ya green card, umekuwa ukiomba kwa ajili ya kufanikiwa katika hayo maeneo yote, ni document zote. Pokea neema sasa. Mahali popote ulipo, kuna document yako ulikuwa umepeleka mahali na haukujua itakuaje, umekuwa ukiombea, pengine imechelewa. Pokea neema ya Bwana sasa, jambo lako kufunguka. Hiyo kwa habari ya visa, pokea hiyo neema. Kwa habari ya passport yako, pokea hiyo neema. Kama ulikuja ito ukaitwe sasa, pokea hiyo neema. Visa yako ikakamilike, passport yako ikakamilike, green yako kadi
green card yako ilikuwa imekwama mahali, pokea hiyo neema sasa, ukafanikiwe katika kila eneo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Umepanga kusafiri, unatamani kusafiri, pokea neema Bwana, pokea hicho kibali, pokea hiyo neema sasa kwa jina la Yesu. Pokea sasa, pokea kwa jina la Yesu. Pokea chochote kile unachokiomba, pokea. Ulikuwa unateseka, unaja na mtoto, una mtoto mmoja na unatamani kupata mwingine tena, ama ukuwahi kupata. Roho ya utasa na uharibifu wa mimba imekutesa, pokea neema Bwana kuitwa mama, pokea neema kuitwa baba. Pokea sasa watoto mapacha, watoto wengi, wewe ni mama, wewe ni baba, pokea hiyo neema sasa katika jina la Yesu. Amani katika familia, amani katika nyumba yako, amani katika taifa lako, pokea hiyo neema sasa ndani ya mtu mmoja mmoja, ndani ya familia, ndani ya timu nzima, ndani ya ukoo mzima, pokea hiyo neema. Pokea kila unachokihitaji katika jina la Yesu. Hata kwa kile ambacho sijakitaja, wewe kitaje. Pokea sasa kwa jina la Yesu. Pokea mahali popote ulipo, haijalishi vifungo ulivyokuwa unavipitia, Bwana amekausha mateso na yote uliokuwa unapitia. Pokea neema, pokea hiyo sasa. Neno la Mungu linasema watu wangu walikuwa wanaangamia kwa kukosa maarifa. Pokea hayo maarifa katika jina la Yesu. Pokea neema ya heshima, kibali, busara, pokea vyote kwa jina la Yesu. Mtoto wa Mungu, Mungu na kubariki sana wewe ambaye tumekuwa pamoja katika maombi haya, maana hayuko mwingine ambaye Mungu anayeweza kuyafanya isipokuwa huyu Mungu ambaye alitupa neema na kibali cha kuwa pamoja katika ibada ya siku ya leo. Mtoto wa Mungu, haijalishi magumu uliokuwa unapitia, muamini Mungu ya kwamba amesikia. Hebu isikilize nafsi yako inasema nini wakati huu. Ndani mwangu nasikia kumshukuru Mungu kwa sababu hayuko wa kufanana naye. Amejibu yale uliyokuwa unayaomba. Nataka nimshukuru Mungu pamoja na wewe. Wakati tunajiandaa kumshukuru Mungu, nakupa nafasi ya kutafakari. Binafsi nasema hayuko wa kufanana na Mungu. Hayuko wa kufanana na huyo Mungu ambaye katupa nafasi ya kuona ibada usiku wa leo. Hayupo wa kufanana naye. Hakuna. Katupa neema kuwa na ibada hii, katupa neema kujumuika pamoja kutoka mataifa mbalimbali, katupa nafasi ya kumwabudu pamoja katika roho na kweli. Hayuko. Tunamwabudu kwa maana yeye ni Mungu mwaminifu. Yeye ni Mungu asiyeshindwa, yeye ni Mungu anayeweza yote. Somebody lift up your hands and tell him, Lord, there is none like you. Yes. Okay. Asante. Wakati tunaenda kumshukuru Mungu, naomba ni moja kwa moja niunganishe. Ikiwa una kitu unataka kumtolea Mungu na sadaka yako, asante sana Jennifer, umeniambia hilo eneo. Iwe yawezekana Jennifer umeshikilia, basi naomba niombe na hao wenzako kama wapo. Jennifer ambaye unataka kuambatanisha maombi haya na sadaka yako, unaona si vyema kuenda hivi tu. Jennifer, nataka niombe na wewe pamoja na wengine wote ambao mikononi mwao wamebeba sadaka. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa upendo wako na uaminifu wako. Tunapofika hitimisho la ibada hii ya leo, si kwamba wewe unaishia kutenda, hapana. Unaendelea kutenda, lakini sisi kama wanadamu tunaishia hapa kwa ajili ya utaratibu wa mambo mengine. Lakini Baba, tunarudi kwako kwa moyo wa shukrani. Kwako umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umetusikia, umetuona kwa jinsi ambavyo tulikuwa tunapitia magumu, mateso na masumbuko. Lakini Baba, ukasema tukuletee haja zetu na wewe utakwenda kujibu sawa sana tuombavyo. Baba, umejibu haja zetu kwa viwango vikubwa. Asante kwa sababu umesema tukuite na utatuitikia na kutonesha mambo makubwa na magumu. Baba, ninakushukuru kwa yale magumu yote ambayo umeyatengua, umeyafuta kabisa katika maisha yetu. Tunakutukuza, tunakuheshimu kwa sababu wewe ni mwema siku zote za maisha yetu. Hata usiku wa leo tumekuona, hata mchana wa leo tumekuona, hata jioni leo tumekuona. Sijajua kwa mtoto wako ni saa ngapi, lakini tunaamini ya kwamba umetuona wote pamoja na umeyaona na kuyajibu yale maombi ambayo tumekuomba. Baba, tunakushukuru. Pokea sifa na heshima, adhama na utukufu, maana wewe ni mwaminifu kila siku kila saa. Baba, mikononi mwako ninamuunganisha Jennifer pamoja na wote ambao mikononi mwao wameambatanisha sadaka zao na maombi haya. Wanakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Wanakushukuru kwa jinsi ambavyo umeendelea kuwavusha, umeendelea kuwaketisha pale ambako wanastahili, umeendelea kuwatoa, umeendelea kuondolea uchungu na mateso waliokuwa wanayapitia. Lakini Baba, kwa sababu hiyo wameona si vyema wakamaliza ibada hii bila kuambatanisha mioyo yao na sadaka zao. Baba, zipokee sadaka hizi, zibariki, zitakase kwa damu yako ya thamani, zikazidi kwa ukumbusho hata mahali ambapo watakuwa wamechoka, hawawezi kuomba, mahali ambapo hawawezi kupaza
sauti, lakini sadaka zao zikazidi kupaza sauti mbele za uso wako. Baba, nakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako. Pokea sifa na heshima, adhama na utukufu, maana unastahili. Tumefika mwisho wa ibada hii ya leo. Baba, tunaamini wewe ni mwingi wa rehema na ni mwaminifu. Ninawakabidhi mikononi mwako watoto wako wanapohitimisha pamoja ibada hii ya leo hii. Tunapohitimisha ibada hii ya leo pamoja, Baba, ninaomba ulinzi wa malaika wako ukae pamoja na wao, ukawatenge mbali na kila roho ya kisasi, maana tunajua kuzimu haijafurahia kuona watoto wako wanatoka kwenye hali ya uchungu, wanatoka kwenye madeni, wanatoka kwenye utasa, wanatoka kwenye mambo mbalimbali katika maisha yao, lakini sasa wako huru. Shetani hajafurahia. Ninawakabidhi mikononi mwako, wapiganie wanapotoka majumbani na kuelekea kwenye kazi zao, wabariki wanapoingia na kutoka. Neema yako ikawalinde kila mahali, kusiwepo na sababu yoyote itakaoumiza na kujeruhi mioyo yao, wasipate na huzuni, hofu na mashaka yoyote, kwa sababu Mungu utakuwa pamoja nao. Malaika wako akatembea pamoja na wao, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen, 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 amen. Inua sauti yako, mwambie Bwana ni asante. Mahali ulipo mtoto wa Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Nikutakie siku njema, wakati mwema mtoto wa Mungu. Usikose wiki hii hata siku moja. Kuna kitu Mungu amekuandalia. Mungu akubariki sana. Mungu akutie nguvu. Love you so much. See you next time. Bye bye. Somebody lift up your hands and tell him, Lord, there is none like you. Father, we adore you, we give you praise, we give you praise, oh God. We give you praise, we give you praise, we give you praise, we give you praise. Hakuna kama wewe, 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 hakuna
Mungu kwako